kumgusa. Yaani nimguse jasusi anayevaa hizo nguo. Ni haramu Godi hiyo. Ni vazi lake. Yaani ni haramu. Leo hajaingia kazini. Hajaingia. Ni kwa sawa, basi uhifadhi wewe. Mimi nilienda kufua tu. Nataka umpelekee. Wala. Wewe unaenda klabuni? Wala. Wewe ukifika ziweke mezani. Mwenyewe atazichukua. Wala ndugu yangu. Hiyo yani haramu kugusa pia. Haya bwana, mimi wewe kaa nazo utampa mwenyewe. Vipi Albadiri? Umo? Albadiri unajua na wewe umo? Godi, hapana, mimi sikubaliani na Albadiri. Yaani niwe mkweli. Ukubaliana? Unajua mimi nachosema na kukubali kwa sababu una misimamo. Ngoja nachosema mimi Godi kwamba sisi Albadiri sio solution au sio jibu. Kama mtu tunamwona hafai kuwa kiongozi katika klabu ya Simba, inabidi tumchukulie hatua. Sahihi. Hiyo mambo ya kusoma dua Albadiri haisaidii. Hao wanaosema wanataka kusoma dua Albadiri, hao walikuwa wachawa, sasa hivi ndio wamebadilika. Sasa hivi ndio haifanya wao muhimu. Niwe mkweli. Ni sahihi. Hao ndio walikuwa wachawa, walikuwa wanatumika. Wakati sisi tunapiga kelele kwamba hao kiongozi hawafai, wao walikuwa wanawakumbatia, walikuwa wanawatetea. Na kuna klipu moja mimi niliona. Wewe mkutano mkuu pale unasema huyu ametukimbia. Wenzako wametoka nje wana plate za ubwabu wameenda kukaa. Sasa unaona hapo? Kwa hiyo unajua leo yule jamaa yule muuni alivyotukimbia. Ndio wakashtuka. Ndio wakashtuka kwamba kweli huyu muuni. Na wakaonekana kwamba sasa hivi tukianza kuwatetea tutaonekana sisi wanafiki. Nielewe hilo. Na ndio maana wamekuja na mbinu ya kujifanya wanataka kufanya dua. Wakati mtu anamjua. Sasa wakati wote hiyo miaka mitatu, wakati timu haifanyi vizuri na mlikuwa najua viongozi ambao wanatuhujumu, kwa nini mliwanyamazia na kuwatetea? Kwa nini muongee sasa hivi? Ndio nakupata. Godi, kwa nini muongee sasa hivi? Kwa hiyo mimi unajua kitu kimoja nimegundua sana. Niwe mkweli. Mimi unajua unaongea ukweli. Na umenyoka. Kwamba washabiki na wanachama wa Utopolo kwamba mmenyoka sana nyie. Kunyoka vipi? Mna msimamo, mna umoja. Lakini upande wetu watu wengine wako kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Umesikia bana? Nie mkiamua wote kwamba kwa mfano hatuchezi, kweli hamchezi. Nie kiongozi wote akizingua mnamchukulia hatua. Tupe majukumu. Mimi naona labda nikupeni majukumu, naweza kutufanyia. Tupe majukumu tukusaidie. Lakini sio kimnafiki, mtufanyie kazi ya uhakika. Si hatuna mbambamba. Wewe tupe majukumu. Tuwasaidie. Kwanza mondoeni ujasusi. Kwanza mondoeni huyo. Hiyo kazi nakupa sasa. Tena hiyo kazi. Sasa sio unataka nikupe kazi? Nikimondoa jasusi wewe madudu utajaje? Sasa yale. Sasa hapo unanisaidia nini? Ngoja kwanza. Mimi nilijua unataka tuondolee mtu pale labda anawasumbua. Mfanyie vurugu. Yaani anayewasumbua kiongozi mnajua hamtaki. Sasa huyu jasusi si yupo? Kwanza mshughulikie huyo. Jasusi huwezi kutoa pale. Kwa nini Godi? Yaani sasa imefika hatua nie wenyewe mondoeni. Kwa sababu sisi tumeshindwa kumtoa, ndio kweli. Nie wenyewe mondoeni huyu sasa hivi. Kazi yako ngumu, wanayanga tanuna sasa. Ndio maana nakupa hiyo kazi ndugu yangu. Nimtoe jasusi pale. Unajua nasema hivi kwa sababu gani Godi? Ili unajua sasa utani wa jadi umekufa. Sahihi kabisa. Umekufa. Tunawashughulikia sana kwa. Yaani umekufa utani wa jadi. Kwa sababu jasusi tukikutana na we utatupiga kila wakati. Sasa kuna utani wa jadi upi tena? Hamna. Na kama jasusi kaweza kusema kwamba mechi yaani utani wa jadi sasa hivi Simba na Yanga hamna. Kwa sababu tuna jasusi wenu yuko kwetu. Sasa kama hiyo kazi unataka nikupe ndugu yangu, utusaidie ile utani wa jadi ule urudi. Sawa, mimi nitakachoweza kusema. Nitawakaribisha makao makuu ya Yanga. Sasa mnamkaribisha nani? Nyinyi. Sasa sisi ufuate nini pale? Si muje mumuombe mwenyekiti. Mwenyekiti ni muombe wa nini? Mimi juzi Alikamwe nilimpigia simu ya kupokea simu yangu. Hajapokea. Nilikuwa nataka nimwambie hiyo bana, hebu tuambie ujasusi nani bana. Tusaidie, tumechoka. Yaani sasa kama na kweli nilimpigia simu hakupokea simu yangu. Labda hakujua namba yangu. Nilikuwa nataka hebu sasa hivi bwana tuweke wazi. Basi hebu mueleze hapa akusikie. Kamwe. Sasa hivi bana, hebu tuambie kabisa ujasusi wenu ni nani pale?
ili tumshughulikie, maana Godi hataki kumshughulikia. Yeye anasema hawezi. Sasa basi angalau tupeni jina la huyu bwana. Jina tu. Jina basi, yani jina tu. Godi tumemaliza. Jina lake jasusi. Basi, jasusi sio jina bwana. Sasa unaona unavyozingua ndugu yangu. Yaani wewe hutaki kutusaidia bado. Ule utani hutaki urudi tena. Jina la kuzaliwa. Jina lake ya kuzaliwa Na wewe unataka kumfanya nini? Sisi tunajua la kufanya. Wewe tupe jina. Mimi ninachokuomba. Maana hiyo Albadri haitosaidia. Hiyo dua haisaidii bwana. Sisi tunataka tumfanyie kwa vitendo. Tumshughulikie kwa vitendo. Hiyo tutajua sisi. Kwanza tupate jina lake. Alafu tuone tunafanya nini. Sasa hataki mwenzangu hataki kumsaidia. Labda huyu Alikamwe mwenyekiti wenu ni ng'ombe. Wewe ongea tu na Alikamwe, Alikamwe ongea naye vizuri. Anaweza kukusaidia, lakini kwa namna ambavyo mimi naiona Wanayanga wanafurahishwa na kazi anayoifanya jasusi. Sasa mpaka lini Godi? Ndio maana nakwambia utani wa jadi umekufa ndugu yangu. Huyu jasusi mtoeni basi, haya msimtaje haya. Mwambieni aache mambo ya jasusi. Sasa kwa hilo basi msaidie kwa hilo. Mtapataje habari? Kama sisi tunapata habari gani? Sisi tunapata habari gani? Nisikize Mwingi. Sawa. Jasusi alisema hapa katikati kabla ya AFCON kuna mechi itauzwa. Wewe unafurahia watu wanapouza mechi pale ndani? Sifurahii, ndio hiyo ninasema. Sasa jasusi anatoa taarifa zenu ambazo sio nzuri. Yaani mtu anawezaje kuuza mechi? Na mechi kauzwa kweli, mtu kala lungu mbili. Ndio, huo ndio ukweli. Sasa mpaka jezi zimevuja, wewe kwa ni nani? Kwa nini msimtake jasusi awaambie nani ameuza mechi? Nyinyi mnataka jasusi aondoke. Jasusi akiondoka maovu yataendelea. Sasa yule hawezi katuambia wakati ni mtu wenu. Godi unasemaje? Ni mtu wenu. Sasa yeye atatuambia sisi. Kitu haiwezekani. Ndio maana sisi tunakuombeni nie mtusaidie. Kama kumondoa basi haya mondoeni, usimtaje haya. Basi nitaongea na mwenyekiti. Kwa siri tu mondoeni. Nitaongea na hali. Kwamba bwana kama unafanya mambo ya acha sasa hivi. Ila Wanayanga watakasirika, ninajua. Bwana Godi, turudishe angalau utani wa jadi. Tushapigwa mara 6 ndugu yangu. Na bado sisi tunahamu. Ndio maana nasema hiyo sasa tusimamisheni. Tunahamu bado. Yaani simamisheni ndugu yangu, nakuomba sana. Kama ndugu yangu, rafiki yangu. Hilo jukumu Ali nitampeleka. Ongea naye bwana. Taongea naye. Nakushukuru kwa hiyo. Muone Ali atasemaje. Basi wewe endelea kuambia wana Simba muone maisha yanavyoendelea. Sawa. Ongea na wana Simba wenzio. Mimi kwa jasusi taarifa nazifikisha. Sawa. Watu wana impact kubwa katika soka la Tanzania na la Afrika kwa ujumla. Bwana mimi nakwambia hivi. Ombi lako loliomba limejibiwa na nalipeleka na kwa sababu sisi sio wachoyo, basi tutalifanyia kazi. Ila samahani kwa hichi ninachokifanya. Baraka, kabla hujaondoka njoo Baraka. Bwana mbona kama jasusi? Nini kinamtafuna? Ukimwangalia huyu bwana, ngoja nikwambie. Huyu ana shida moja. Huyu ni mtu ambaye anaongea sana vitu ambavyo vimenyooka. Simeelewa. Shida yake mimi moja tu ambayo mimi nashindwaga kumuelewa huyu. Kwa nini anamsakama Mangungu peke yake usiongee? Kwa nini anamsakama Mangungu peke yake? Yaani Simba ikishinda Mangungu atajwa. Wakifungwa Mangungu anatajwa. Jasusi leo hii wanamtaja Mangungu kwamba watu yani mmoja hapo pengine anafahamu jasusi ni nani. Sasa mimi swali langu nawauliza, ila wewe kwa kufahamu jasusi sio Mangungu. Mimi nakwambiaje, jasusi sisi tunamjua vizuri sana. Na hata huyo sio unamtaja. Sie nakuhakikishia yupo jasusi wetu, yupo. Sasa unajua yupo. Na anaweza akawa anafanana na huyu. Ngoja wewe umeongea. Wewe umeongea ngoja. Anaweza akafanana na wewe kabila gani? Wewe hapo mimi na kipara kidogo. Mimi sina kipara kidogo. Muhindi wewe. Mimi sina. Wewe mbona kama ndio jasusi wetu na jasusi ana kipara. Mbona ndio jasusi wetu wewe? Yule sasa Derek ngoja nipolisi. Leo usiondoke, njoo. Leo kamtaja Mangungu. Sawa. Sasa mimi najiuliza kwa nini hao utopolo kila wakati wanamtetea Mangungu? Au ndio jasusi mwenyewe? Ndio kiongozi bora. Ndio kiongozi bora. Kwa kipi? Ngoja kwanza, Simba ameifikisha fainali chini ya uongozi gani? Simba amecheza fainali ya shirikisho kafu chini ya uongozi gani? Mimi kimataifa nakubali. Sikiliza. Sasa wewe unataka mshindane wapi? Shida yangu iko na wewe. Ngoja kwanza. Simba mnachotaka. Mimi shida yangu iko na wewe. Mimi. Wewe unataka kunifunga mimi? Sikiliza. Au unataka kunifunga mimi? Sikiliza.